Faraja pamoja na Antipenina. Tumwambia anti tushukule poa, si kila mtu anti. Ndio jina lake unaitwa Antipenina. Kama Anti Ezekiel. Sio hivyo. Lakini yani tumeshamzoea hivyo. Okay, sawa. Alafu pia kuna wale wadau wetu wale pale WhatsApp Chips hapo na Manga wanatusikiliza pia, asanteni sana. Mimi pale nilipokuwa nakuwa kuna jirani yetu ambaye alikuwa wana shida na mtoto wao mmoja alikuwa na shida ya alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Kabisa ilikuwa watu wote, yani majirani wote walikuwa wanajua, alikuwa wa kike, alikuwa anaitwa Hadija. Sasa Hadija alikuwa kabisa anatembea anaongea mwenyewe, lakini asubuhi wanamuogesha vizuri, wanamvalisha. Alafu alikuwa kila siku lazima atoke. Anatoka asubuhi anarudi saa 7 mchana kuja kula, alafu anaondoka tena anarudi jioni. Peke yake? Mwenyewe. Wanamruhusu. Sasa wafanyeje? Okay. Ikazoeleka. Lakini ilikuwa of course pale majirani wote wanajua kuwa ana shida fulani. Lakini ikaja kagundulika baadaye kuwa kuna watu walikuwa wanambaka. Kwa hiyo nadhani kwa hospitali ikitokea hivyo huwa kuna namna wanafanya. Nadhani walikuwa wanampa vidonge fulani hivi, ila baadaye ikabidi wamtoe kizazi. Sasa imagine kwa familia kama ile ambayo inabidi, kwa sababu alikuwa anabakwa. So ile familia imagine walikuwa wanapitia nini, na alikuwa na kaka zake. Kwa hiyo kaka zake ilikuwa kila siku anapelekwa polisi, walikuwa wanapigana. Kwa sababu ni rahisi kujua, mtaa ulikuwa so watu wengi sana. Kwa hiyo ni rahisi kujua ni fulani kafanya. Kwa hiyo ndugu zake, kaka zake ilikuwa kila siku ni polisi kwa sababu walikuwa wanaenda kupigana na vijana ambao wahisi au walionekana wakimbaka yule binti. So imagine mpaka familia ifanye kikao kwa ajili ya kuelekezana kuwa aisee, hapa hatuwezi kufanya chochote, labda atolewe kizazi, ndio pona yetu. Kwa sababu kutoka lazima atoke, hata mkimfungia milango, yani kuna namna atatoroka tu. Anyway, ni mojawapo ya stories tu ambazo tulikulia nazo hizi, ambayo inaashiria au inaendelea kwenye muendelezo huu wa vitu vya ndani kwa leo. Kuna swali ambalo Frank aliuliza, ndio? Na Anti Sadaka tani kujibu sasa. Okay. Niangalie ni viashiria gani vinaweza kukufanya ugundue kama mtoto wako labda anapitia maumivu au hilo jambo linaendelea ndani yake. Kwanza, hapendi kuguswa. Physical touch kwake ni kitu ambacho yani hajisikii kuguswa. Alafu ni mtu ambaye anaweza kuwa na hasira ambazo hujui zinatokea wapi. Umeona? Alafu umeongea performance shuleni na mahusiano na jamii huwa yanapungua sana. Anaanza kujitenga, hataki kushirikiana na watu. Halafu unaweza kukuta kama anayemfanyia yuko karibu, alafu hajaweza kusema. Yule mtu akiingia unaweza kuona mtu anapata panic attack. Anashindwa kupumua. Yani alafu mnajiuliza hii imetoka wapi? Kumbe ameona the culprit, alafu hawezi kupandisha sauti. Umeona? Halafu kuna wakati mwingine anaweza akaanza tu kujichukia yeye mwenyewe, akajikata mahali, akajiumiza. Yani kuna mtu ambaye yeye kila siku ameanguka, ameumia, amejiunguza, amejimwagia chai. Yani ukiona hizo ajali ziko karibu, gundua kwamba this is cry for help, ni message anatuma. Au kwa sababu haoni thamani ya mwili wake, anajiumiza yeye mwenyewe ili kupunguza maumivu yale ambayo ni ya hisia. Kwa sababu mara nyingi tunapopata maumivu ya hisia huwa tunayatoa kwenye maumivu ya mwili. Umeona? Mimi kuna kitu moja hivyo kwamba wakati ni mdogo nimeona kwenye mkono wake hapa alikuwa anajikata na chupa au sindano. Sasa mimi ni mdogo sijui, mimi kajua labda yeye ni hujui, unajua kama mtoto. Yeah, self harm, hiyo ni mutilations tunasema. Alafu unaweza kukuta mtu mwingine anakosa hamu ya kula, hapendi kula. Wengine hawapati usingizi. Au ni mtu ambaye akilala usiku anaweza kamka akapiga kelele kwa sababu vile vitu vina replay. Yes, anapata nightmare. Lakini ukweli ni kwamba hivi vitu anapopata msaada inaisha kabisa na maisha yanaendelea. Mimi niwape mfano Oprah. Yeah. Oprah yeye aliamua kwamba maumivu aliyoyapata hayatamdefine, lakini yalimpa nguvu. Na ndio hiyo nilikuwa nasema pale kabla hatujamaliza kwamba tusiishi zamani. Nini kilitokea zamani? Nani alichukua nguvu yako binafsi
wewe mwenyewe unajirudishiaje? Kwa hiyo mara nyingi waangalia wengi ambao wamepita kwenye hizi historia za kubakwa, they are very powerful, kwa sababu wanakwenda kujenga mipaka yao, wanakwenda kujua jinsi ya kujisimamia, alafu anakuwa ni mlinzi wa wengine. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anafanya kitu with lot of passion, lakini ndani yake alipitia. Umeona? Kwa hiyo wako watu ambao wamepitia hii, na naomba niseme hata kama unabakwa sio mwisho wa maisha. Inawezekana ndio njia ya wewe kufikia the greatness. Usikae ukamwangalia Mungu ukamuuliza Mungu kwa nini mimi? Kwa sababu utakapoanza kumuuliza Mungu kwa nini mimi, unakubali kwamba wewe ni victim. Exactly. Umeona? Unapoangalia Mungu nifanye nini na haya yaliyonipitia, unajenga nguvu binafsi.